inasema kwamba ikafika masaa na majira kwamba wakati kuna watu ambao walikuwa wamejawa na ukoma, watu ambao ni wengi hawakuwa wamepokea uponyaji, ila kwamba ni Naamani peke yake, kwamba moto wa Samu. Neno inasema kwamba wakati ambapo alisikia kwamba habari haya, kwamba katikati ya watu ambapo alikuwa na ukoma, kwamba Naamani peke yake alikuwa amepokea uponyaji, hao watu walikuwa wamejitokeza kwamba wanataka kumsukumilia pale, wakamtoa nje katika mji. Biblia inasema kwamba wakataka kumsukumia pale angoke katika ukingo, lakini haikuwezekana, maana alipita katikati yao, maana neema ya Bwana ilikuwa juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, leo nataka nitangaze juu ya maisha ya moto ambapo watu wamechoka na wewe, waliposikia kwamba Naamani peke yake amepokea uponyaji katika nchi ya Samu, kwamba watu wakasikia uchungu, watu wakasikia vibaya, lakini katika jina la Yesu, Bwana mapana akuruhusu kila ambapo alikuwa amepanga kumetendeka juu yake, akapata nguvu na akapita. Leo nataka niseme hivi katika maisha yako, chochote waliopanga, kama walisikia habari yako wakaweka vikwazo, wakaweka upinganishi, lakini kwa neema ya Bwana, kama malaika wa Jehova, leo unapenya katikati yao. Leo kama malaika wa Bwana, kwa uwezo wa Bwana mabwana, hawatashindwa, bali ushindi lipo, malaika wa Bwana lipo, uwezo wa Jehova lipo, hawatakata tamaa. Nena na Naamani, moto wa Samu ambapo peke yake aliponya ukoma, leo unafunguliwa. Leo natangaza habari ya kufunguliwa kwako. Leo natangaza habari ya habari njema katika maisha yako, maana kupenya unapenya, kibali utapata tena, ushindi na neema unapata tena, kwamba ni mwaka wako, kwamba ni mwezi wako, unaponywa jeraha iliyo juu ya maisha yako, jeraha ya kufinyiliwa, jeraha ya kukosa kazi, ya kukosa maendeleo, ya kukosa kuendelea. Leo Bwana aondoe ukoma yako, aonekane maishani mwako, aonekane nyumbani kwako, aonekane tena kwa jina la Yesu Kristo. Acha Bwana mabwana atawale maisha yako. Haleluya. 144 mstari wa 44. Yesu asifiwe. Huyo ni mtu ambapo alikumbukwa Bwana katika utasa, wakati ambapo alikata tamaa, moyo wake sasa inamshangilia Jehova kwa kile ambapo Bwana alimtendea. Leo nakutangazia, acha Bwana mabwana aonekane tena. Bwana ambapo anashangaza, ashangaze maisha yako, ashangaze nyumba yako, akushangaze na matendo yako ambapo litatendeka tena katika jina la Yesu. Wapende wasipopenda, wataona Mungu wako, wataona Mungu wako, wataona uwezo wa Bwana. Ikiwa ulikata tamaa, watu wakutarajia kwamba mwana wa Mungu anaweza kutenda jambo jipya. Bwana mabwana akamkumbuka. Leo kumbukwe, leo tasa iondolewe, chochote iliyokuzoea nimesimama nikitangaza isiwe sehemu yako tena. Hiyo roho ya kushindwa, roho
Yesu akondolee vifungo na nira. Bwana Yesu akondolee chochote iliyokuzoea. Bwana mapana akondolee. Elisabeti akapata mwana, jina lake naitwa Yohana. Katika jina la Yesu, wakati ambapo ilifika wakati wa kuzaa, watu wakapinga. Maana Zakaria alikuwa amekuabudu, lakini kwa neema na rehema, baada ya kuzaa wakaanza kupinga. Wale wazee wakasema itawezekana kama mtoto aitwe Zakaria, lakini mama anasema hapana, ataitwa kwamba oh my God, my God, mtoto lazima aitwe Yohana. Haleluya. Zakaria akaomba kibao, akachukua katika jina. Watu wote wakamaka, wakasema ni kitu gani? Tunaona nini maishani mwetu? Leo nataka nikwambie habari mpya juu ya maisha yako. Ila jina ambapo anatarajia Baba mwondoa ile roho ya kushindwa, ile jina ya mateso Baba amekondolea. Upewe jina mpya, upewe jina mpya ambapo walipewa na Jehova, waliopewa na Masihi. Hawataondoa hiyo. Kila waliopewa na Mungu hawataondoa. Pokea neema katika jina la Yesu. Elisabeti akapata neema kwa Bwana, akapata mtoto anaitwa Yohana. Leo Baba akutendea wema, Yesu akutendea wema, Jehova akukumbuke. Kile ilishindikana, Baba akupatie, Yesu akupatie. Kile iliyoshindikana ndani ya nyumba yako, ndani ya maisha yako, iliyoleta kifungo ikatike. Neema ikolewe tena, neema ikolewe. Wazaliwe kopia, wazaliwe ndani yako vitu vipya tena, kwa mamlaka wa Bwana, kwa uwezo wa Mungu wa Israeli. Hautabaki wa kawaida, maana vitu zinazaliwa. Kila waliopewa na Masihi hawataondoa, watapendwa katika jina la Yesu. Tembea katika mwangaza, tembea katika uwezo wa Bwana. Kila iliyokuzoea leo inakuachilia, leo inakuachilia katika jina la Yesu. Mikono wa Bwana yenye nguvu ikubebe tena, ikubebe tena. Ubebwe na nguvu za Mungu, ubebwe na neema ya Bwana. Jehova akuongoze tena, Yesu akuongoze kwa njia zake, akuonyeshe njia yake, kama upitie tena kwa mamlaka wa Bwana. Hautashindwa, baraka zinawachiliwa, neema inawachiliwa, neema iwachiliwe juu yako. Kibali uliopewa na Jehova yanaweka kwa ndani yako, kuongezeka ndani yako katika jina la Yesu. Mikono ya Bwana ikubebe tena. Haleluya. Mke wako Elisabeti kwamba atapata mimba, mtoto ataitwa Yohana. Oh my God, atakula kileo, atakunywa divai, atakula mkate ambapo iko na chanjo, maana atakuwa ni mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Naomba Bwana abadilishe maisha ya moto, abadilishe maisha ya moto. Aliyekuwa tasa ayetembarikiwa, awe na mwana sasa, ayetembarikiwa.
kwa mikono yake. Leo itendeke kwako. Leo ionekane kwako. Leo mbingu liwachiliwe. Malaika onekane tena. Baba tomane tena. Uwezo na mamlaka. Yesu achilie. Yesu achilie. Yesu achilie. Ekebale wachiliwe. Makabaka. Malaika leto jumbe. Katika jina la Yesu. Ebali ya maombe. Ebada. Hapo jumbe anatua. Yesu onekana. Baba tukomboke. Yesu kutawale. Yesu kuongoze. Katika jina la Yesu. Acha mikono yenye nguvu. Simame pamoja.